بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1447 katika darsa ya kitabu Aqidatu Tawhid للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. ولله الحمد والمنة. tulianza katika kikao kilichopita الباب الثاني في بيان معنى التوحيد وأنواعه. tukaanza توحيد الربوبية، tukaeleza الفصل الأول في بيان معنى توحيد الربوبية وفطريته وإقرار المشركين به. نليو بإذن الله تعالى تنجيكم الفصل الثاني، مفهوم كلمة الرب في القرآن والسنة وتصورات الأمم الضالة. مفهوم يا كلمة الرب katika Qur'an na Sunna maana yake nini? Kuna umuhimu sana wa kuelewa maana ya kalimat ar-rabb kama ilivyokuja katika Qur'an na Sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. قال الرب في الأصل مصدر رب يرب، بمعنى نشأ الشيء من حال إلى حال إلى حال التمام. أصلي يجينا الرب ni masdar ya rabba yarubbu. Hivyo ni masdar ya kitendo rabba yarubbu, ambacho maana yake kitendo hiki inasha ashia, kulea kitu, kukilea kile kitu, min halin ila halin ila hali tamam, ukakilea kutoka katika hali moja kwenda hali nyingine mpaka kikatimia, wakilea polepole. mfano tarbiyatul aulad, kuwalea watoto, bimaana wamlee yule mtoto kuanzia akiwa mdogo mpaka akikua. yuqalu rabbahu wa rabbahu wa rabbabahu, falafdhu rabbin masdarun musta'arun lilfa'ili. ولا يقال الرب بالإطلاق إلا لله تعالى المتكفل بما يصلح الموجودات. kwa hivyo hii lafdhi ya rabbi ni masdar, kisha ikatumiwa kwa mtendaji, yule mtendaji wa kile kitendo cha kulea. kwa haiambiwi ar-rabb bil itlaq hivi hivi moja kwa moja kwa kuachiwa, illa lillahi ta'ala, isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, almutakaffil bima yuslihu almawjudat. Allah ndiye aliyena dhamana na anayesimamia kila kinachowatengeneza waja wake na viumbe vyake. nahwu qawlihi rabbil alamin, bil itlaq hapa inakusudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin, mola wenu mlezi na mola mlezi wa baba zenu wa mwanzo. wala yuqalu lighairihi illa mudafan mahdudan, ama siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala akiitwa kwa hili jina basi ni lazima liwe hili jina limefungwa, kama yuqalu rabbud dari, mwanadamu atambua yeye ndio mwenye nyumba. wa rabbul farasi, yani sahibaha, mwenye kummiliki yule farasi. wa hakuambiwa hadha huwa ar-rabb, la, ambiwa rabbud dari, rabbul farasi, wa hakadha. ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، على قول في تفسير الآية. يوسف alipomwambia yule bwana ambaye aliota amnywesha bwana wake pombe, akamwambia utakapokwenda kwa bwana wako, yani kwa mfalme, nitaje mimi
kuwa nimefungwa kwa dhulma huku, nimesahaulika jela, sijafanya kosa lolote. فأنساه الشيطان, shaitani akamsahaulisha yule bwana dhikra rabbih. Kwa hiyo hapa rabbi inakusudiwa ni yule mfalme kule, kwa kauli katika tafsiri ya hii aya. Wa qawluhu ta'ala qala irji' ila rabbika, wa qawluhu ta'ala amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, wa qala sallallahu alayhi wasallam fi dhallati al-ibli hatta yajidaha rabbuha. Ukiangalia hapa utakuta kwa kalima ya rabb kweli yaweza kutumika kwa viumbe, lakini ikafungwa kile ambacho, au ikitumika hii kalimatu rabb ikafunguliwa moja kwa moja kama rabbul alamin, amekasema ar-rabb, basi yakusudii mwingine isipokuwa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. فتبين بهذا أن كلمة الرب تطلق على الله تعالى معرفا ومضافا. kwa hivyo hapa tumepata faida. Hii kalima ya ar-rabb hutajwa akakusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hali mbili, ikiwa muarrafan bil alif wal lam, ar-rabb itakuwa ni Allah peke yake. nafikiri naeleweka. بالتعريف maana yake kwa alif na lam, ar-rabb itakuwa ni Allah. kadhalika mudhafan kama kusema rabbul alamin, mola mlezi wa ulimwengu wote, pia yatajwa kusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. fayuqalu ar-rabb au rabbul alamin au rabbun nasi, utajwa namna hiyo. wala tutlaqu kalimatu ar-rabb ala ghayri Allah illa mudhafatan, ama kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kalima ya rabb haitajwi moja kwa moja, bali ni lazima iwe ni mudhafa, yani yanasibishwa kwa kitu. kwa mfano mithlu rabbud dari, rabbid dari wa rabbil manzili wa rabbil ibli, kwa ikafungwa kwa kitu fulani. So, huyu ni mwenye nyumba, mwenye ngamia wa hakadha. Hii ni katika lugha na katika maana yake kwenye upande wa lugha, na kadhalika al-itlaq wal-idhafa, kwa ni wakati gani ikitajwa kusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala na wakati gani inaweza kutumika kwa kiumbe. wa maana rabbil alamin ay khaliquhum wa malikuhum wa muslihuhum wa murabbihim bi ni'amihi, na maana ya rabbul alamin ni yule aliyewaumba, anayewamiliki waja wake, anayewafanyia mambo yao na kuwalea kwa neema zake. wa biirsali rusulihi wa inzali kutubihi, kwa kutumiliza mitume wake na kuteremsha vitabu vyake. wa mujazihim ala a'malihim, na yule atakayewalipa kwa matendo yao. qala al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah fa inna ar-rububiyyah taqtadhi amra al-ibad wa nahyahum. ar-rububiyyah yabeba ndani yake kuamrisha waja wake na kuwakataza. wa jazaa muhsinihim bi ihsanihi wa musii'ihim bi isaatihi, na kumlipa yule aliyefanya wema kwa wema wake na aliyefanya uovu kwa uovu wake. hadhi haqiqatu ar-rububiyyah, huu ndio hakika wa ar-rububiyyah. Kwa tumeelewa sasa maana ya rabb, na katika Qur'an na Sunna ikitajwa ar-rabb, wakati gani anakusudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala na wakati gani anakusudiwa ni kiumbe. Kisha kaja kwenye masala ya pili, masala marefu, nataka nizungumze kwa kifupi ili tuweze kuyamaliza. ومفهوم قال مفهوم كلمة الرب في تصورات الأمم الضالة. ukitizama mapote yaliyopotea na umma waliopotea, tasawur yao ya ar-rabb ni tofauti na vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyoeleza katika Qur'an na Mtume sallallahu katika sunna yake. asema khalaqa Allahu al-khalqa mafturina ala at-tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba waja wake wote, asli yao amewaumba katika tauhid. bimaana lau kama wanadamu wataachiwa vile walivyoumbwa, hawawezi kuelekea isipokuwa kwa yule aliyewaumba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna vitu viingia katika maisha yao ndio vinavyoharibia ile fitra ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba nayo. قال
خلق الله الخلق مفطورين على التوحيد ومعرفة الرب الخالق سبحانه. نفس يا منادامو الله ameiumba katika maumbile yake iliyoumbwa yamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, yamtambua muumba wake Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال تعالى كما قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فأقم وجهك للدين حنيفا أي فتوجه أيها الرسول أنت ومن معك للدين الذي وجهك الله إليه. elekea ewe mtume wangu na wale waliokuwa pamoja na wewe katika ile dini ambayo Allah amekuelekeza. Hanifa ay ma'ilan an jami'i al-adyan ilayhi, ukiwa ni mwenye kuacha dini zote potofu ukielekea katika dini hii ya Uislamu iliyo sahihi. Dinul Islam alladhi fatara an-nas 'alayha fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha, dini ya Uislamu ambayo Allah amewaumba wanadamu asili yao katika dini hii. Akizaliwa yule mtoto yuko katika Uislamu, azaliwa katika Uislamu. Kullu mauludin yuladu ala al-fitra ay ala al-islam la tabdila li khalqi Allah. Kwa hakuna ambaye yuzaliwa kafiri, la wote Allah amewaumba asili yao, hakuna anayeweza kubadilisha kile alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala namna alivyokiumba. قال ذلك الدين القيم أي المستقيم الذي لا اعوجاج فيه, ndio dini iliyonyooka ambayo haipindi. Kwa kila anayezaliwa azaliwa katika Uislamu, ni fitra ya Allah amewaumba wanadamu wote, amewaumba katika asili hii. Hakuna anayeweza kubadilisha hii asili ambayo Allah ameumba. Kisha baada ya kuwa Allah ashawaumba katika tauhid, sasa itategemea ameishi katika hali gani yule mtoto. Ikiwa atazaliwa katika familia ya Uislamu, basi atabakia katika fitra yake. Ikiwa atazaliwa katika familia ya Kiyahudi, basi ile fitra yake Allah aliyomuumba itabadilika. Na hili akalieleza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kuwa kila anayezaliwa azaliwa katika hali ya kuwa ni Muislamu. Hakuna anayezaliwa akawa hamjui Mola wake. Watu wote pale anapozaliwa yumjua nani Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa ni muumba wake. Na lau kama ataachiwa kama tulivyotaja vile vile asiingiliwe na mtu yoyote, basi atabakia katika fitra yake. Hata wakiletiwa da'wa ya mitume wangeikubali bila wasiwasi wote, sababu ndio asili yao. Lakini waharibifu wakaja wakaharibu ile fitra ambayo Allah ameumba nayo. وقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الله سبحانه وتعالى katika hii aya sema وإذ أخذ ربك من بني آدم أي واذكر يا محمد, watajie ewe Muhammad, ewe mtume wangu, إذ أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذريتهم, pale Allah subhanahu wa ta'ala alipowatoa wanadamu kutoka katika maungo ya baba yao, kile kizazi cha Adam alayhi salam, وقررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه من فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم وربهم قائلا لهم ألست بربكم. Allah subhanahu wa ta'ala alitufanya sote sisi, mimi na wewe na fulani na alan, katika ulimwengu ambao sio huu wa duniani. Utasema kimi sikumbuki, hata mimi pia sikumbuki. Hakuna mtu hapa yukumbuka hili kuwa Allah alitusimamisha sote sisi akatuuliza alastu birabbikum, je mimi siye Mola wenu mlezi? Qalu jami'an bala ay anta rabbuna, bila shaka wewe ndiye Mola wetu mlezi. Kwa kila mmoja wetu alikiri wakati huo kuwa Allah ndiye Mola wao mlezi. Watu wote ulimwenguni
maadamu wewe ni katika kizazi cha Adam, ulikubali ukasema kuwa Allah ndiye Mola wetu, hili jambo Allah akalijalia ni fitra kwa kila mwanadamu, likabakia naye anapozaliwa analo, sababu tangu mwanzo uko shafanya nini, ashakubali. Sasa waweza kuteta ukasema lakini mimi sikumbuki. Ni kweli, ndio maana ikateremshwa hii aya kwenye Qur'an tukumbushwe. Kwa ni kweli nyinyi mtasema mkumbuke, lakini wana hapa na wakumbusha kuwa nyinyi mlisema hivyo. Kwa Allah kuitaja hii aya katika Qur'an ni kutuambia sisi kuwa mimi nawatajia jambo ambalo hamlikumbuki nyinyi, kuwa nyinyi niliwasimamisha nyote nikawauliza, je, mimi si Mola wenu mlezi? Nyote mkasema bala, ndio tukubali, wewe ndiye Mola wetu mlezi. Kisha Allah hili jambo akalijalia katika fitra kwa rehema zake, ni kuwa unapozaliwa akajalia hili jambo liko katika maumbile yako, kuwa wajua umekiri kuwa Allah ni Mola wako mlezi. Na ndio maana hata yule anayekanusha uwepo wa Allah kwa kibri, asema katika mdomo wake kile ambacho hakiko ndani ya moyo wake, wallahi akipatwa na shida, akatikiswa mahali, akatiwa hofu, moja kwa moja mkumbuka Mola wake. Kwa mfano, yuko katika gari likapata ajali, pale pale asahau ule upuzi wake wote katika kichwa chake, arejea katika kutaka msaada kwa Mola wake. Hivi ndivyo ilivyo. Na hili walikuwa nalo hata wale washirikina aliotumilizwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa wale walikuwa hawakanushi uwepo wa Allah, lakini walikuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ila wanapopanda katika chombo cha bahari wakapatwa na matatizo, wasahau wale wote walikuwa wakiomba pasi na Allah, wakamwomba mmoja pekee yake, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sema, wa idha massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah, mnapopatwa na madhara baharini mwawasahau, dhalla man tad'un, wapotea wote katika moyo wenu na vichwa vyenu na akili zenu isipokuwa yeye pekee yake. Falamma najakum min albarri a'radtum, akishawaokoa kwenye nchi kavu mkageuka, mkasahau kule mlimuomba nani. Kwa binadamu kuna wakati warudi katika fitra yake, apende asipende. Niliwahi kueleza hapa, sijui kama niliwahi kueleza, siku moja katika safari zangu kwenye ndege nilipanda na mzungu kijana hivi, na mtu kikaa na yeye mtazungumza pale, akasema acha nimjaribu huyo kumjulisha kuhusu Uislamu, na kile Kiingereza cha kubambanya kile, ndio tukaanza kuzungumza pale, wajua nini kuhusu Uislamu na nini. Asema yeye ni atheist. Tukawa tuzungumza hoja za kuthibitisha kuwa yuko muumba. Wallahi sijui, subhana rabbak, ile ndege kuna wakati ikatikisika mpaka tukafikiria hii yaanguka. Kuna kitu gani huko juu? Sasa ilivyokuwa yatikisika ile ndege, akawa yosema oh my god, oh my god, yeye. Mimi nikawa nacheka, hata nikifa hii nitacheka hii. Husi sasa hivi asema hakuna muumba huu. Nikamwacha ile ndege ikatulia, nikamwambia wasemaji bwana? Asema there is a god. Wallahi pale pale akasema, sema urongo, sitojidanganya, yuko Mungu. Unjua, sema moja kwa moja lile balaa lilotupata pale nyuma, mmekumbuka kuna yule aliyetuumba, ndio yeye pekee yake ndio anaweza kutuokoa hapa. Fitra, huwezi kukimbia hilo. Kuna mahali utapatwa, utakubali utake usitake kurudi katika fitra yako. Kwa ni kibri tu mtu yasema tu kwa mdomo wake, lakini ndani ya nafsi yake wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa, ndani ya nafsi zao wanayaqini katika hili, sababu Allah amewaumba, asli yao wako hivyo wanadamu. Asli ya mwanadamu, fitra yake ajua ana yule aliyemuumba. Ushahidi wa hizi aya nyinginezo, فالإقرار بربوبية الله والتوجه إليه وحده أمر فطري. kule kukiri ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuelekea kwa Allah peke yake subhanahu wa ta'ala ni jambo la fitra. Na ndio maana utamwona mtu wa tauhid
yuishi katika maisha ya raha sana. Kwa nini? Kwa sababu mtu wa tauhid yuishi katika fitra ambayo Allah amemuumba nayo, na mwanadamu akiishi katika fitra yake ndiyo hupata utulivu katika moyo wake. Akitoka katika fitra yake ni kama kusema samaki umemtoa kwenye maji, hawezi kuishi. Hivyo hivyo mwanadamu akitoka katika fitra yake huishi kwa dhiki, maisha dhanka, yale aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, atapata maisha ya dhiki, hana raha. Usidanganywe, wale waliosilimu katika makafiri wasema wazi, wallahi tulikuwa tukiishi maisha ya dhiki, kulewa, sijui kufanya nini, kufanya uchafu aina mbalimbali. Wewe uone iwacheka, lakini akishamaliza pale kulewa mfano hapo hapo ile dhiki ya mwanzia. Lakini anaishi katika tauhid, ameishi katika asli yake ile mwanadamu, kwa hiyo yaishi katika maisha ya raha sana, maisha ambayo yana utulivu wa moyo sana. Qala washirku hadithun tari'un, ama shirki ni kitu kilichotokea tu, kilichoingia katikati, lakini asili yake kilikuwa hakipo. Na ndio mtu yoyote anayelingania katika ushirikina, huyu ataka kuwatoa wanadamu katika asili yao awapeleke katika kile ambacho si asili yao, kwa yale anayotaka shetani. Kama mtu awaelekeza watu kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ujue huyu yuataka kumtoa samaki baharini amweke nchi kavu, na yule samaki hawezi kuishi. Uhai wa mwanadamu upo katika yeye kurudi katika fitra yake, sababu uhai uko namna mbili: uhai wa kiwiliwili na kuna uhai wa roho na moyo. Ule uhai wa moyo na roho ni ule uhai wa kufuata maamrisho ya Allah, kukaa katika tauhid, ule ndio uhai wenyewe. Lakini kuna watu waishi lakini nafsi zao hazina raha, na ndio maana waweza kumuona mtu amefunguliwa katika dunia, ana majumba na nini, ana pesa, kisha juu yake enda kununua mwenyewe bunduki. Mwanzo ajifakhirisha nayo, akitembea kila mahali aonekane na yeye pia na bunduki, status sio. Kisha ile bunduki itoa, ajipiga nao kichwa, afilia mbali. Dhiki aliyokuwa nayo mpaka mtu akajiua. Ama ile nyumba aliyojenga ile, ukaona amefika juu kabisa, siku kumaliza akajirusha kutoka juu mpaka chini, hana raha, moyo una dhiki. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، كلا anayezaliwa huzaliwa katika Uislamu. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ni wazazi wake watamfanya myahudi ikiwa ni mayahudi, mnasara ikiwa ni manasara, majusi ikiwa ni majusi. فلو خلي العبد وفطرته، لو kama mtu atawachwa na vile alivyoumbwa, latajaha ila tauhid wa qabila ma jaat bi rusul, angeelekea katika tauhid na angeyakubali yale ambayo mitume wamewaambia. Na ndio maana utaona ukienda kufanya da'wa sehemu ambazo haijafika dini yoyote ya batili, yani watu katika fitra, ukiwaambia tu kuhusu tauhid wakubali, kwa sababu ndio maumbile ya asili ya maumbile waliumbwa nao na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukakuta kwa nyinyi, nafikiri mshaona zile clip, kijiji kizima cha silimu, kijiji kizima cha silimu. Kwa nini? Fitra hawajaona hizi dini za batili nyingine zikawachafua akili zao. Ndio maana waukubali haraka sana ule Uislamu, kwa sababu ndio fitra Allah subhanahu wa ta'ala aliyoumba nayo. Kwa asili ya mwanadamu kama anavyotaja, akiwachwa hata yakataa yale ambayo mitume wa Allah amekuja, kwa sababu ndio, kwani si ndio yale ambayo Allah amemwambia nayo, hawezi kukataa. Qala wa nazalat bihi alkutub, wangelielekea katika tauhid na kuyakubali wale kuja nao mitume na aliyoteremshwa katika vitabu. Wadallat alayhi alayatul kauniyya, na pia kile ambacho kina dalili ya hizi aya na ishara zilizo katika huu ulimwengu, nyota, jua, mwezi. Ukamuuliza mtu yuko mashambani huko, nani anaumba hivi, atakwambia kuna muumba aliumba. Na hili lipo hata kule Arabuni kwa mabedui kule. Hawa makhurafi
kule Hadramaut kule kwa mabedui kule mashambani, hawa makhurafi huenda kule kufanya da'wa, na salafiyuna pia huenda kufanya da'wa, na watu wa tabligh na wale maskini ala alfitra, anayekuja wao akawa msikilize. Siku moja tumekaa kule kwa mabedui kule Hadramaut, mmoja akawa yozungumza bedui kabisa, ni mtu wa mashambani, mfugaji wa nyama na walima. Sasa apima baina hizi da'wa zinazokuja kwao, maana nao msikiti wamejengewa pale, usije wao swali. Asema hapa kuna watu watatu waja, wallahi asema hivi, kuna watu watatu waja. Kuna grupu moja kazi yao kutuambia tokeni, anakusudia tablighi. Asema sasa mimi nikiwaambia ili shamba langu alafu nani atalima, na hawa wanyama nani atawalisha, na mimi nina watoto sijui 10 na ngapi, na watoto 10 naye. Asema na hawa watoto nani atawaangalia? Sema wewe acha tawakkala. Hiyo mimi sikubali. Akasema mimi sikukubaliana nao wale jamaa kwa ile fikra wanaoitoa kuwa mimi nitoke niache watoto wangu, niache shamba langu, niache wanyama wangu, niache kila kitu. Hakuna dini yasema hivyo, takuwa nafanya makosa. Asema wakaja wale sufia, wale watu wa ajabu, watakamini abudu jiwe. Asema hivyo kwa sababu kule kuna ile ziara Hudi ile, sio sema hapa ndio sijui wafutania hapa. Asema wana wazimu, mimi niende nikajifute kwenye mawe, jiwe tangu babu zetu wajua mawe tu hapa. Nyinyi ndio Mungu kuja kutuambia kuna mtume anziko hapa, hata sisi wenyewe hatujui na tuishi hapa, mkaja na yenu hapa. Akaja sasa salafiyuna waita ashabu tauhid. Asema yule ashabu tauhid, sasa yeye mimi jamaa yangu na wao wafanya utani. Sasa alikuwa yataka kuwaponda, sasa mimi nakaa pale. Akasema hadhola ma hasad shin tkallam fihi, sijapata kitu ni waponde hao. Ya khairhum, hawa bora kabisa, waje wakwambia muabudu Allah, swali, funga, enda zao. Hawataki kukuambia toka wala fanya hivyo wala abudu jiwe wala fanya. Wao kuambia muabudu Allah, muombe yeye peke yake, swali, fanya ibada zako basi. Mimi naona hao ndio wako sawa, wallahi. Akasema hivyo kwa fitra tu, na hao washakuja kwa fitra yake, kwa sababu ni mtu asili yake iko hivyo. Asema mimi naona hawa da'wa yao wao walingania sisi tumwabudu Allah peke yake, si ndio sawa hivi? Hatuabudu kwenye makaburi wala tufanye chochote. Ndio Uislamu huo, kwa watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na wewe tazama hapa katika maelezo atakayoeleza Sheikh Al-Fawzan, anasema walakin at-tarbiyata al-munharifa wal-bi'ata al-mulhidata huma allatani tughayyiran ittijah al-mawlud. Ni yale mazingira yakiwa ni mazingira mabovu yaliyopinda, ikawa aishi katika mazingira yaliyotoka katika njia sawa. Hivi vitu viwili hivi ndivyo vinavyobadilisha mwelekeo wa yule mtoto alizaliwa. Wa min thamma yuqallidu al-awladu abaahum fi ad-dalalati wal-inhiraf. Na hapa ndio ukapata wale watoto wakawaiga baba zao katika upotofu na kupinda. يقول الله تعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء, nimewaumba waja wangu katika tauhid hunafa. فاجتالتهم الشياطين أي صرفتهم إلى عبادة الأصنام, mashaitani ndio wakawatoa katika kumwabudu Allah wakawaelekeza katika kuabudu masanamu. واتخاذها أربابا من دون الله, na kuyachukulia masanamu ni miungu pasi na Allah, kwa sababu al-ilah wal-rabb, haya majina mawili, Allah ni al-ilah, ndiyo Mungu anayeabudiwa, na Allah ndiye ar-rabb. Yakitajwa mahali pamoja maana yake ya tofauti. Itakuwa ar-rabb yaingia kwenye rububia na al-ilah katika al-ubudiyya, katika ibada. Lakini moja likitajwa pasi na jingine, moja laingia ndani ya jingine. Bimaana ikitajwa ar-rabb peke yake maana yake ni yule muumba anayestahiki kuabudiwa, yote mbili ingia maana yake. Na ikitajwa al-ilah peke yake
maana yake ni yule anayestahili kuabudiwa kwa sababu yeye ndiye muumba na yeye ndiye anayewaneemesha waja wake. Kwa hiyo ikisema hapa arbaban min dunillah ay aliha min dunillah, hapa ikusudi tauhid rububiyya pekee yake, al-uluhiyya. Kwa wakaichukulia hii masanamu ni miungu pasi na Allah, fawaqa'u fi ad-dhalali wad-dhaya', wakaangukia katika upotofu na kupotea kabisa, watafarruqi wal-ikhtilaf, na kufarikiana. Kullun yattakhidhu lahu rabban ya'buduhu ghayra rabbil akhar, kila mmoja ana mungu wake anayemwabudu pasi na yule mungu mwingine. Liannahum lamma taraku ar-rabb al-haq, walipomwacha mola mlezi wa haki, ubtulu biittikhadhi al-arbab al-batila, wakapata mtihani wa kuyachukulia miungu mingine ya batil. Kama qala ta'ala fadhalikumullahu rabbukumul haq famadha ba'da al-haqqi illa ad-dhalal, huyo ndiye Allah mola wenu mlezi wa haki, hakuna baada ya haki isipokuwa ni upotofu. Wadhalalu laysa lahu haddun wala nihaya, na upotofu bwana hauna mipaka bwana, hauna mwisho. Wa huwa lazimun likulli man a'rada an rabbih alhaq, na upotofu utalazimiana na kila anayemwacha mola wake wa haki, ataingia katika upotofu. Qala Allah ta'ala arbabun mutafarriquna ay alihatun mutafarriquna khairun am Allahu alwahid alqahhar, hii miungu mbalimbali inayotofautiana ni bora ama Allah mmoja mwenye nguvu? Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan, miungu mmeitunga nyinyi tu, hamna hoja yoyote inayotoka kwa Allah katika miungu mnayoabudu. Qala washirku fi ar-rububiyyah bi'tibari ithbati khaliqina mutamathilina fi as-sifati wal af'ali mumtani', na shirki katika rububiyya, katika ulezi, kwa kuzingatia eti kuthibitisha kuwa kuna waumba wengi ambao wako sawa, wanaofanana katika sifa na vitendo, ni jambo ambalo haliwezekani. Wa inma dhahaba ba'd al-mushrikina ila anna ma'budatihim tamliku ba'd at-tasarrufat fi al-kawn, kile ambacho wamekwenda baadhi ya washirikina ni kuitakidi kuwa vile wanavyoviabudu vyamiliki baadhi ya tasarruf katika ulimwengu, sio kila kitu. وقد تلاعب بهم الشيطان في عبادة هذه المعبودات, na shetani wamewachezea sana katika kuabudu kwao hivyo wanavyoviabudu. Fatalaaba bikulli qaumin ala qadri uqulihim, kwa kila watu akawachezea kulingana na akili zao. Fataifatun da'ahum ila ibadatiha min jihati ta'dhim al-mauta alladhina sawwaru tilka al-asnama ala suwarihim ka qaumi Nuh, kuna kundi shetani akawaita katika ibada zao kuelekea kuabudu masanamu kwa kuadhimisha maiti. Fataifatun da'ahum ila ibadati min jihati ta'dhim al-maut, katika upande wa kuadhimisha maiti akawatia huko kwenye shirki. Wale waliotengeneza masanamu katika sura ya wale maiti kama vile qaumu Nuh. Wa ta'ifatun ittakhadhat al-asnama ala surati al-kawakib allati za'amu annaha tu'athiru fi al-'alam faja'alu laha buyutan wa sadana, na wengine wakatengeneza masanamu katika sura ya nyota, wakidai kuwa zile nyota zina athari za athiri katika ulimwengu. Kwa hivyo wakazijengea mahekalu, majumba ya ibada yale, kisha wakaweka watu wawe ni walinzi pale, wale sadana wanaoangalia yale mahekalu yao. Wakhtalafu fi ibadatihim lihadhi alkawakib, kisha wakatofautiana katika kuabudu kwao nyota hizi. Faminhum man abada ash-shams wa minhum man abada al-qamar, kuna wale walioabudu jua kama vile watu wa Saba Yaman, kuna wale walioabudu mwezi. Wa minhum man abada ghayrahuma min al-kawakib al-ukhra, na kuna wengine wameabudu vinginevyo katika nyota mbalimbali. Hatta banau laha hayakil, wakayajengea mahekalu, maabadi. Likulli kawkabin minha haykalun yakhussuhu, kila nyota ina hekalu lake, hii ni nyota kufanya hivi, nyota kufanya hivi. Wa minhum man ya'budu an-nar humul majus, na kuna wale wanaoabudu moto nao ni majusi. Wa minhum man ya'budu al-baqar, kuna wale wanaoabudu ng'ombe. Ng'ombe jamani, yule ng'ombe unayemwona yule yuachinjwa kila siku kwetu, kuna watu wamwabudu, na ukimchinja kwao huko ni vita, waweza pigwa magongo wewe na mbaniani hao, hawakubali.
Sasa sijui shetani aliwachezea vipi mpaka akamwambia ng'ombe ni Mungu, sijui hii lakini yatatiza hii. Na wengine panya, zile dini za India kule, ukiangalia kuna documentaries zote waonyesha watu wana mahekalu ya vitu mbalimbali viabudu. Wallahi kuna watu waabudu panya, kuna wengine waabudu tumbiri, kima yule tumbiri, wengine waabudu ng'ombe, watu waabudu vitu vya wengine waabudu nyoka waabudu. Na hili nyinyi mwajua, wengine waabudu ndovu, mnyama. asema wa minhum man ya'budu al-baqar kama fi al-Hind, alhamdulillah ala ni'mati al-islam was-sunnah. wa minhum man ya'budu al-malaika wa minhum man ya'budu al-ashyar wal-ahjar wa minhum man ya'budu al-qubur wal-adriha, kama khurafiyun ubadu al-qubur, au abudu makaburi. Hatuabudu makaburi bwana, tunataka baraka pale, ndio ibada hiyo. Sisi tuomba kupitia tawasali tu, ndio ibada hiyo, ndio hiyo ibada hiyo, kama atakavyoeleza hapa Sheikh Al-Fawzan. وكل هذا بسبب أن هؤلاء تصوروا في هذه الأشياء شيئا من خصائص الربوبية. na hii yote ni kwa sababu hao watu wametasawar katika vitu hivi kuna khasais za rububia ndani yake, kuna vitu waweza kufanya hao wakatasarraf kidogo katika ulimwengu kwa wakaelekea kwao. faminhum man yaz'umu anna hadhihi al-asnam tumathilu ashya'a ghaiba. Sikiza vizuri hapa, kuna wengine wadai kuwa haya masanamu ni picha tu ya kitu ambacho hakiko pale. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, wad'u as-sanam inma kana fi al-asli ala shakli ma'budin ghaib. Kuweka yule sanamu asli yake ni kuweka shakli ya kile wanachokiabudu ambacho hakiko pale, lakini ili moyo wao uhudhurie pale wakaweka shakli yake kwa huyu hapa mbele yake, lakini anayeabudiwa si yule sanamu, ni yule ambaye shakli yake iko sanamu. Na hili mimi mmemuuliza swabani yani mmoja, kwani nyinyi muabudu wewe vipi utaabudu sanamu? Sisi tuabudu sanamu, yule wali ni saint, sema hivi, ni mtu mwema. Sasa sisi tuamini sisi iko Mungu, taamini, naamini mimi iko Mungu yule naumba, asema hivi. Wallahi sikwambii naambiwa na mtu wa mbali, namuuliza mwenyewe, sasa nyinyi mtaabudu vipi sanamu bwana? Sema ile ni sura tu ya mtu mwema, vile vile kama wanavyoeleza makhurafi, ile ni sura ya mtu mwema. Yule mtu aliishi zamani huko, lakini sisi tuweka sasa, sisi naomba kupitia kwake hivi hivi, asema hivi, sababu yeye anafikisha huko juu. Wallahi asema hivi, huyu afikisha maombi yetu, tuomba kupitia yeye, kisha yeye yotufikishia kule mbele. Na hivi ndivyo ilivyokuwa wakati wa Makuraish, shirki yao ilikuwa namna hii. فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته, wakamweka yule sanamu katika shakli yake yule. Na ndio maana utaona wale wanaoabudu sanamu aina fulani wakiwa India, wakiwa Kenya, wakiwa Tanzania, wakiwa Uganda, ni yule yule sanamu, picha yake ni ile ile, si mfahamu, ni ile ile sura yake, wale kale sanamu pale mbele yao. liyakuna naiban manabahu. Ibn Qayyim asema yule sanamu yao ni kama niaba ya yule mtu ambaye ashafariki huko nyuma, وقائما مقاما. وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده. haiwezekani kwa mtu mwenye akili timamu, yeye mwenyewe ndio yochukua gogo alichonga sanamu au jiwe alichonga sanamu, kisha yeye waje kufanya nini? Kuitakidi kuwa huyu sanamu huyu ndiye aliyeniumba mimi, ndiye ninayemwabudu. La la la, aabudu yule sanamu bimaana aabudu yule ambaye sura yake iko katika ile sanamu. Kwa ushahidi katika suratul Nahl, walladhina tad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Kwa hii aya iko wazi kuwa wale walikuwa kiabudu nini? Maiti, amwatun ghairu ahya. Sababu sanamu alisifiwi kwa sifa hili, sanamu alisifiwi kwa sifa kuwa ni maiti. Sanamu lafa, sinjiwe tu, jamadi, lakini walikuwa wakiabudu maiti katika sura ile. Ndio nafikiri tulisoma hapa makude maneno Sheikh Al-Fawzan anasema kuna mmoja katika hawa kuburiyun amlingania Hindus katika Uislamu,
Amwambia kwa nyinyi muabudu vipi? Asema sisi tutakuomba, tuomba kupitia huyu saint wali huyu ambaye kwenye kaburi, kisha yeye atufikishia maombi yetu kule. Yule bwana akamwambia mpe anafanya hivyo hivyo. Akamwambia anafanya hivyo hivyo. Wewe ona hii sanamu, hii ni sura ya mtu mwema. Mimi pia naomba kupitia kwake. Lakini mimi naomba na wewe Mungu ile mmoja. Yule mmoja tu. Wewe muomba yule aliyetuumba na mimi pia namuomba yule tuumba, lakini kupitia hapa. Sasa tofauti yetu ni nini hapa? Wewe wanilingania katika nini? Na sote tuingia katika njia ile moja. Hakuna tofauti baina yetu. Na hapo ukasirika makhurafi, ndio ilivyo. Kuomba maiti, hata kama wasema huyu atuombea shafaa mbele ya Allah, ndio hivyo hivyo walivyokuwa wafanya hawa, na mpaka leo washirikina ndio wanavyofanya. Qala wa yaz'um ubadul qubur qadiman wa hadithan. Sheikh Al-Fawzan anasema na wadai waabudu wa makaburi wale wakale na wasasa, anna haula al-amwat yashfa'una lahum wa yatawassatuna lahum 'inda Allah fi qada'i hawaijihim, kwa haya masanamu hawa maiti wawaombea wao shafaa, na ndio watu wakati na kati baina wao na Allah katika kukidhi haja zao. Mpaka yule mmoja wao akasema, biri, niambieni kuna mtu hapa hajatezewa na shetani, lazima uombe kupitia hawa. Mmoja asema hivyo wazi wazi, sababu wewe ushachezewa na shetani. Wewe una madhambi mangapi wewe niambie? Yani kama ambaye madhambi yako yale uliokuwa nayo ni sababu Allah hakubali dua yako mpaka upitie kwa hawa, na kama ambaye wamefanya kuwa haiwezekani mpaka upitie kwa hawa. Lakini si Allah subhanahu wa ta'ala tuambia sisi katika hadith qudsi, ya ibn adam innakum tukhti'una ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, enyi waja wangu, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Hao unaotuambia tuombe kupitia kwao hawaingii katika hii hadithi. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah atuambia hivyo. Wewe tuambia bwana tuombe kupitia maiti bwana? Maiti hawezi kusikia wala kufanya chochote bwana, wala hawezi kufikisha maombi yako bali popote. Yeye watarajia kutoka kwako wewe, pengine kama atazungumza umuombee dua. Yani yaingia vipi akilini ati huyu wali ana karamati? Hizo karamati zatoka kwa nani? Hizo karama mpiwa na nani? Allah. Basi mimi namtaka yule alimpa karama, mimi pia anipe. Namtakia nini yeye wali? Na ndio hapo angalia Zakaria alayhi salatu wassalam alipomuuliza Maryam alayha salam, anna laki hadha, qalat huwa min indillah. Kwa kila kiingia kwake ana matunda ambayo si msimu wake, yatoka wapi? Sema Allah yaniletea katika karamati al-awliya, sababu huyu mwanamke alikuwa ni waliya lillah. Allah sema hunalika daa Zakaria rabbahu, yule aliyekupa hiki na mimi nenda kumuomba, ambaye ni Allah subhanahu. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Hivi ndio Qur'an inavyotufundisha. Haikutuambia sisi wallahi nenda kasome katika Qur'an na Sunna uniambie mahala gani katika Qur'ani na Sunna tumeambiwa tuelekee katika kuomba kupitia maiti. Nionyeshe wapi katika Qur'an na Sunna ya Mtume sallam. Yataka tufahamu Mtume sallam yuko hai, wameuawa shuhada Uhud ambao ni watu waliona daraja kubwa mbele ya Allah, bali wale waliouawa katika vita vya Badr wana daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kwenye hadithi moja basi Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kuwaambia masahaba fanyeni hauli, twendeni tukakae kwenye yale makaburi pale, ombeni katika makaburi hapa, dua itakubaliwa. Wapi? Iko wapi hiyo hadithi hiyo? Mwakasirika mkiambiwa hivi usikasirike khurafi, lete hoja. Wapi Mtume sallallahu alayhi wasallam aambia masahaba wale shuhada Uhud wale, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, si wako, nendeni mkaombe kupitia kwao? Wapi? Yani kutakuwa na watu wabora zaidi kwenu nyinyi zaidi ya masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam waliouawa katika vita vya Badr na Uhud? Wangapi katika masahaba waliouawa katika jihad fi sabilillah
na hatuna shaka kuwa wako peponi. Wapi Mtume salama amesema jengeni kwenye kaburi la mtu fulani? Wapi? Ama masahaba walikuwa hawataki hiyo dini, wakajenga kwenye makaburi ya watu waliouawa katika vita vya Uhud. Si pale pale Madina tu, si wangejenga pale? Kaburi la Hamza likajengewa, kaburi la fulani likajengewa, kisha tukaambiwa sasa kuna ziara hapa na hapa, ukiomba dua ya kubaliwa. Jamaa, takuja huku kwetu kwa bwana Juma, bwana na Abdalla, ndo hapa dua itakubaliwa? Haikukubaliwa kwa shuhada Uhud. Hawajua watu watawasali na shuhada Badr, suma al-Badiri, wacha al-baridi wala al-bajoto. Iko wapi hoja? Wacha kukimbia kulia wala kushoto. Lakini fulani anasema tukwambia qala Allahu qala rasulu. Wapi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba kuwa hawa waliouawa katika vita vya Uhud ni mashahidi, wana cheo kikubwa mbele ya Allah? Wewe bwana, wewe wajua daraja ya babake Jabir radhiallahu anhu arda, amezungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, akamuomba rejesho duniani au wawe tena kwa daraja kubwa aliyoiona. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtu anaporudi kutoka kule harejei tena, anapotoka huko arudi tena. Kisha wakafikishiwa salamu za ndugu zao waliouawa kule. Allah akateremsha aya kuwafikishia masahaba wa Mtume Muhammad sallam kwa zile daraja kubwa alizowapa wale waliouawa katika vita vya Uhud. Wazungumza nini bwana? Hata siku moja Mtume sallam asiwaambie watu bwana, nendeni pale Uhud mkaombe maiti. Waje kutuambia leo wewe atuombeni kupitia pale, tunataka zile baraka. Nani ankuambia kuna baraka pale? Baraka nani ankuambia? Kwa wahi wa nani? Ikiwa hao watukufu hatukuambiwa hivyo, wewe kaburi la Mamrui ama Lamu ama hapa Mombasa hapa, kaburi gani wewe umpokea wahi kuwa lina baraka? Wajuaje apigwa marungu kule ndani? Lau kama ungeonyeshwa wewe, tumbo lingeendesha kwa ile adhabu anaadhibu. Allahu a'lam. Wewe ukienda pale muombe bwana, si kumuomba wala kuomba kupitia kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha adabu mwanzo mpaka mwisho. Unapokwenda makaburini ufanye nini? Hakuna kitu Uislamu umewacha. Najua makhurafi wakiomba maneno haya wakasirika. Pole baba, hasira yako bakia nao mwenyewe, usitutukane na nini matusi makubwa makubwa. Toa hoja. Qala Allahu qala rasul. Huna kubali kurudi kwa Mola wako. Wacha haya mambo, hayafai. Hizi ni bid'a. Wacheni kupiga ngoma kwenye makaburi bwana. Hakuna mtu atamka acheze. Mwajisumbua tu bure. So uketi pale siku hizi nao na midundiko haswa. Keti pale makaburini na nini, wana khushu' kuliko khushu' yao katika swala. Mwambie kuswalishe, hasa ile swala ikiwa si ya kusoma utafurahi. Pak kunani? Lakini akienda kwenye kaburi kunani baba? Na khushu' yote hiyo humpelekea Mola wako, humpelekea maiti. Na'udhu billahi min sharri haula القبوريين. قال الشيخ: ويقولون سمع أن هؤلاء الأموات يشفعون لهم ويتوسطون لهم عند الله في قضاء حوائجهم، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. hatuabudu isipokuwa watujiongeze karibu na Allah. Hivyo ndio walivyokuwa kusema Quraysh. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Na hivi ndivyo wanavyosema kuburiyun. Sasa mbona sisi tunajua hawadhuru wala hanufaishi, hawezi kufanya chochote, lakini sisi tuomba kupitia kwao? Ndio hoja za makuraish walipotumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hivyo hakuna tofauti. وبعض مشرك العرب والنصارى تصوروا في معبوداتهم أنها ولد الله. na baadhi ya washirikina katika Waarabu wakati ule na manasara wakatasawar vile wanavyoviabudu kuwa ni watoto wa Allah. فمشرك العرب عبدوا الملائكة على أنها بنات الله. washirikina katika Waarabu waliabudu malaika wakiitakidi kuwa ni watoto wa kike wa Allah, iyadhan billah. والنصارى عبدوا المسيح عليه السلام على أنه ابن الله. na manasara wakamwabudu Masih Isa alayhi salam wakiitakidi kuwa ni mtoto wa Allah, iyadhan billah. ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira.
والرد على هذه التصورات الباطلة نمalizia Allah akawarudi hawa kwa hizi tasawurat batila walizokuwa nazo. قال قد رد الله على هذه التصورات الباطلة جميعا بما يأتي. رد على عبدة الأصنام akawarudi waabudu masanamu بقوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Hebu nipeni habari kuhusu Lata na Uzza na Manata huyo mwingine. Bimaana waliwasaidia chochote katika vita vya Badr? Katandikwa mpaka mkakimbia. Waliwasaidia chochote na kuwanusuru? Wa maana al-aya kama qala al-Qurtubi afara'aytum hadhihi al-aliya, muonaje? Hebu nipeni habari kuhusu miungu hii. Anafa'at au darrat, je wamenufaisha chochote au kudhuru? Hata takuna shuraka lillahi ta'ala, mpaka wawe ni washirika na Allah. وهل دفعت عن نفسها حينما حطمها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم وهدموها؟ na je vimeweza kujilinda nafsi zao wakati Mtume sallam alipokuja katika fathu Makkah akayavunja masanamu haya na masahaba wake? Waliweza kujihifadhi na kujinusuru? Hawakuweza. Sasa uungu wake uko wapi? Na leo mimi nakwambia ni kitu kimoja. Kwa mfano wale wanaoitakidi huyu maiti hivi wakajenga pale kwenye kaburi kibanda, wakija watu wakasema sisi tualivunja ile banda, ile maiti za kuzuia litavunjwa, lile banda litaondolewa pale, na pengine afukuliwe ile maiti apende kazi kwingine, afanye chochote. Hana uwezo wa kunusuru wewe wala kujinusuru nafsi yake. وقال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. na muabudu nyinyi tuabudu masanamu, tufanye itikafu hapa daima, tuadumu hapa. Qala hal yasma'unakum tad'un, hebu niulize, kwani hawa wasikia nyinyi mkiwaomba? Au yanfa'unakum au yadhurrun, au wanufaisha na kuwadhuru? Hao jamaa wakamwambia qalu bal, hebu achana na hayo tunajua hawafanyi. Bal wajadna abaana kadhalika yaf'alun, sisi tumpata baba zetu wafanya hivi, sisi tufanye hivi tu bas, taklid, lakini hatuna hoja yoyote. Na wallahi ndivyo walivyo mpaka leo ubadul qubur. Kwa hivi una hoja yote? Mambo tumewapata nao babu zetu, hivyo watu wa Ibrahim walijibu. Sababu nyinyi mwajua kuwa hawadhuru wanufaisha. Sasa mwelekea, kwa nini uelekee kwa kiumbe ambaye hakufaidi chochote? Usielekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال فقد وافقوا على أن هذه الأصنام لا تسمع الدعاء ولا تنفع ولا تضر. وميافكيان إبراهيم katika ilikuwa masanamu hayasikii dua wa hanufaishi hayadhuru. وإنما عبدوها تقليدا لآبائهم والتقليد حجة باطلة. wao wamewaabudu tu kwa kuiga baba zao, na kuigaiga ni hoja batilio, si hoja ya maana. قال ورد على من عبد الكواكب والشمس والقمر بقولنا الله كورود wenye kuabudu nyota na jua na mwezi, akawaambia والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري. vyote hivi ni vidhalilifu vinavyofuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, havina uwezo wote. وبقوله ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Hivyo vyote mnavyoviona ni katika ishara za uwezo mkubwa wa Mola wenu mlezi. Jua, mwezi, usiku, mchana. Usisujudie jua wala mwezi, msujudie Allah aliyeviumba vyote hivyo, ikiwa kweli mumwabudu yeye. ورد على من عبد الملائكة والمسيح عليه السلام أو عليهم السلام. ورد على من عبد الملائكة والمسيح عليهم السلام، akawarudi wenye kuabudu malaika na kumwabudu Isa alayhi salam على أنهم ولد الله، كدايك وني وتوتو الله، بقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، الله hajachukulia mtoto. وبقول أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، vipi atakuwa na mtoto na hana mke؟ الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله hakuzaa wala hakuzaliwa wala hajafanana na yoyote katika viumbe vyake, hata tuje tumsingizie kuwa na mtoto. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo ndivyo alivyorudi Allah subhanahu wa ta'ala. Fasl thalith alkaunu wa fitratuhu fi alkhudu'i wa ta'ati lillah, tutakuja kuzungumzia insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadr
والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.